Kwa hivyo tunaendelea na mafundisho ambayo tunajifunza hapo nyuma kuhusu dhana ya ukombozi. Kuhusu dhana ya ukombozi ndio kujifunza hiyo. Kwa hiyo tazidi kuingia ndani kiasi. Tuone maana ya ukombozi kulingana na maandiko na maana gani. Maana tumejifunza kwamba tumeona hapo nyuma kwamba kuna dhana tofauti kuhusu ukombozi. Hapo napata kwamba wengi dhana ambao nayo ni tofauti sana na maandiko. Kama vile unaelezwa na mtu kuhusu maandiko, anakueleza tofauti sana. Tena kueleza tofauti dhana ukombozi kuhusu maandiko, ama tofauti sana maandiko. Mbona tunasema kwamba kama Kristo Mungu anataka kwamba anataka kwamba Daniel ama kujua kwetu kuendana sawa na maandiko, kuendana sawa na neno lake. Yaani tusiwe tu na mawazo yetu yenyewe. Ndio Kristo si kuhusu mawazo ya mwanadamu ama kile ambacho mtu anafikiria. Kwa ndio kwa kwamba Mungu atupea Biblia ama atupea neno lake. Ili tuishi neno lake. Kuna pata maandiko ndio kiini kizuri sana ambacho kinatupa mwelekeo ama kinatupa mwelekezo kuhusu mambo ya Kristo. Kwa hivyo tunaenda kujifunza kuhusu ndani ya ukombozi. Ngine part. Kama ni part 1C. Part 1C, ndani ya ukombozi. Tusoma Galatia 4 kuanzia 25. Galatia 4 kuanzia 25. Galatians chapter 4 verse 25. Tusoma mpaka 28. Galatia 4:25. Maana ajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. 26. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa, siza pasa sauti, wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyu aliye na mume. 28. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Kwa hivyo anasema kwamba some verse 26 anasema, bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa hivyo mama yetu si kwamba anazungumzia mama wa mwilini, mama tunafahamu. Kumela kwa Kigiriki mama yetu anamaanisha chanzo. Kwa Kigiriki mama yetu kwa Kigiriki ni meta, M-E, ya neno mama ama mada. M-E-T-E-R, meta. Baba ni kwa lugha ya asili ya Kigiriki. Kwa hivyo ni maisha chanzo, the source. Kwa hivyo angalia kwa penye imetumika. Unasema Ufunuo imetumika mara mingi, kwa hivyo nataka tuangalie basi moja pale. Ufunuo 17:5. Ufunuo
17:5. Ufunuo 17:5 anasema, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa sababu mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa mama amesha pale chanzo ya makahaba na machukizo ya nchi. Ama chanzo wa makahaba ambayo ni machukizo ya nchi. Kwa hiyo neno pale mama ambayo ni chanzo. Kwa hiyo anasema kwamba na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa Babeli mkuu ndio mama wa makahaba, ama ndio chanzo wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hiyo mama pana nelezea chanzo, elezea mama wa kawaida wa duniani. Kwa zingine unazaenda kufuatilia. Kwa hivyo hiyo Galatians chapter 4:28 tunasema kwamba basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Kwa hiyo anasema kwamba sisi ni watoto wa ahadi. Kama vile Isaka alikuwa mtu wa ahadi, kwamba sisi pia tuko watoto wa ahadi. Watoto wa ahadi, wa children of promise, watoto wa ahadi. Na vile tumesoma hiyo Galatia 4 kuanzia 24 mpaka 28, tumeona kuna mlima Sinai pale. Kuna mlima Sinai pale. Kwa mlima Sinai pale ni naongelea ni kinyume cha mlima Sayuni. Mlima Sinai ni kinyume cha mlima Sayuni. Kwa hiyo muktadha ya Galatia 4 kuanzia 25 mpaka 28, mlima Sinai pale ndio mlima Sayuni. Kwa mlima Sinai, kama tuko pamoja, mlima Sinai ni kinyume cha mlima Sayuni. Mlima Sinai ni kinyume cha mlima Sayuni. Kwa hivyo uwezo kwa mlima Sayuni alafu the same time tena kwa mlima Sinai, ama kwa Sayuni alafu the same time tena wa Sinai ama wa Sayuni. Kwa hivyo kwa Sinai tena uwe Sayuni, ende uwe Sinai ama uwe Sayuni. Kwa kulingana mtanda Sinai ni ufungwa. Sinai ni ufungwa. Sinai ni ufungwa. Alafu Sayuni ni uhuru katika Kristo. Sayuni ni uhuru katika Kristo. Sinai ni ufungwa, na Sayuni ni uhuru katika Kristo. Sinai ni ufungwa, Sayuni ni uhuru katika Kristo. Tusome Waebrania 12. Waebrania 12 kuanzia 18 hadi 22. Hebrews chapter 12. Hebrews 12. Waebrania 12. Waebrania 12 kuanzia 18 hadi 22. Inasema hivi: maana mkufikiria mlima uwezao kuguswa, uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani, sema na mlio wa baragumu na sauti ya maneno, ambayo wale walioisikia walisihi wasiambiwe neno lolote lingine, maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa. Hata mnyama akiguza huo mlima
atapigwa kwa mawe. Sema na haya yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha. Hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Bali ninyi mwafikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Kwa hivyo verse 18 anasema, hiyo mstari wa 18 anasema, maana hamkufikiria mlima uweza kuguswa uliowaka moto, wala wingi jeusi na giza na tufani. Kwa hivyo 18 anasema kwamba hamkufikiria, kufikiria. Ukienda 22 anasema bali mmefikiria. Kwa hivyo kuna mlima ambayo hamkufikiria na kuna mlima ambao mmeufikiria. Verse 22. Kwa hivyo muktadha unatuonyesha kwamba mlima gani ambao tumefikiria na mlima gani ambayo tujafikiria. Kwa muktadha na tofautisha. Tofautisha. Kwa hivyo tunasema kwamba wale hamkufikiria. Kwa hivyo anaangalia mlima Sinai. Wale hamkufikiria. Alafu verse 22 anasema wale mmefikiria. Kwa hivyo ni mlima Sayuni. Kwa hivyo tukufikiria mlima Sinai na tumefikiria mlima Sayuni. Kwa hivyo napata hapo Yesu kwa anaongelea mlima ambacho inaonekana na kitu ambacho inaonekana. Kwa hivyo si kitu ya mahali, ama kuna location ya mahali. Tukisema kwamba hiyo verse 22 anasema kwamba tumefikiria. Kwa hivyo si kitu cha duniani ama kitu ambacho kinaonekana, kitu cha roho. Kwa hivyo anasema kwamba tumeshafikiria mlima Sayuni. Kwa hivyo hapo ndio mahali tuko kwa sasa. Tuko sasa mlima Sayuni. Sema verse 22 anasema kwamba bali ninyi mwafikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Kwa sababu bali ninyi mwafikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu. Kwa mlima Sayuni ndio mji wa Mungu. Sayuni ndio mji wa Mungu aliye hai. Ndio sasa bado naeleza kwamba ni Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Kwa napata kwamba tumeshafikiria mji wa Mungu aliye hai, ama ndio mlima Sayuni. Kama tumeshafikiria katika huo mji. Katika huo mji. Hiyo mlima Sayuni ndio tuko kwa sasa. Si kwamba tutafikiria baadaye ama tutafikiria wakati tukitoka duniani ama tukifa. Mahali penye tuko kwa sasa ni ndio orientate ama tutambulisho kwa sasa. Mahali penye tumeweka kwa sasa. Kwa hivyo sikitu ambacho cha kuombea, ukitarajia kwamba utakuja kuenda, kwamba utakuja kufikiria. Mahali ambapo tuko kwamba pale ndio Kristo ametuweka, ametuketisha. Kwa hiyo mlima Sayuni huko hakuna hofu. Mlima Sayuni hakuna hofu. Maoga. Mlima Sayuni haina hofu ama hakuna hofu. Mlima Sayuni haina hofu. Hiyo hofu iko kwa mlima Sinai. Hofu inapatikana mlima Sinai. Mlima Sayuni hakuna hofu. Hofu katika mlima Sinai. Kwa mlima Sayuni penye tuko kuna hofu. Tumani nasema kwamba tumepokea roho ambayo si ya hofu. Roho ambayo si ya hofu. Kuna pata katika mlima Sayuni ndo tuko in charge. Kwenye church.
Sinai ni penye sheria ilipeana matorati. Sinai penye sheria ilipeanwa ni Sinai. Sayuni ni penye umbaji upya ulitokea. Sayuni ni penye umbaji upya ulitokea. Ni creation and new birth. Sayuni penye new birth and new creation, umbaji upya penye ilitokea. Ni Sayuni. Sema Sinai penye sheria ilipeana na Musa. Na hapo Sayuni penye umbaji upya ulitokea. Ni creation ama new birth penye ilitokea. Alafu Sinai penye kuna condemnation. Sinai penye kuna condemnation ama hukumu. Sinai mahali pa hukumu. Sinai mahali pa hukumu. Sinai mahali pa hukumu. Au Sayuni mahali pa haki. Sayuni mahali pa haki. Justification. Mahali pa haki. Kwa hivyo haki ni mahali penye Mungu anakuona kwamba hauna hatia, hauna hukumu. Haki ni kwamba Mungu anakuona kwamba hauna hatia, hauna makosa yote. Kwa hivyo Sinai ndio mahali penye anakuona kwamba wewe ni mwenye dhambi, unastahili hukumu. Kuna hatia, kuna makosa. Kwa hivyo kuja kwa Sayuni kwamba hauna hizo. Mungu anakuona kwamba hauna hizo, anakuona innocent. Kwa mlima Sinai ni mahali pa kuna huduma ya mauti. Mlima Sinai kuna huduma ya mauti. Mlima Sinai kuna huduma ya mauti. Na ministry of death. Kuna huduma ya mauti. Sinai mahali pa penye kuna huduma ya mauti. Kuna huduma ya mauti, kuna andiko ambacho kinaua ama the letter that killed. Sinai kuna huduma ya mauti, alafu na andiko ambayo inaua. Andiko bado linaua. Sinai mahali pa penye kuna huduma ya mauti na andiko ambalo linaua na kuondoa hai. Kwa tunazungumzia kwa Wakorintho wa pili kuanzia 3. Wakorintho wa pili mlango wa 3 kuanzia 6. Wakorintho wa pili mlango wa 3 kuanzia 6. Corinthians chapter 3 verse 6. Sema naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huisha. Maandiko huua bali roho huisha. Unapata kwamba katika Sinai kuna dume ya mauti na andiko ambalo na naulo.
ndika ambalo linaua. Nasema kwamba pia kuna roho ambayo huisha. Kwa mlima Sinai ama Sayuni, mlima Sayuni. Kwa mlima Sayuni ama Sinai, mlima Sayuni ni mlima Sayuni ni mahali pa kuna haki. Sayuni kuna mahali pa kuna haki. Ama haki inapatikana mlima Sayuni. Na uhuru wa roho. Sayuni kuna haki na uhuru wa roho. Kwa hivyo mlima Sayuni ndio unapata pia roho huisha. Kama na kufanya kuwa hai. Kwa mlima Sayuni mahali penye roho inafanya kitu kuwa hai, amina, huisha. Hiyo nimesomea Wakorintho wa pili kuanzia 3:6. Na Malisa kusema kwamba bali roho huisha. Kwa hivyo inapatikana mlima Sayuni. Sayuni mahali penye roho na huisha. Kwa hivyo nimesomea Waebrania 12:22 anasema kwamba bado umefikiria. Na hiyo 18 anasema hujaufikiria. Kwa hivyo katika mlima Sinai, kwa hivyo hatujafikiria sheria. Hatujafikiria sheria. Ile sheria Musa alipeana kwa Israeli. Hatujafikiria hiyo sheria. Mnaandika kwamba hatujafikiria sheria ya Musa. Ni katika mlima Sinai. Katika mlima Sayuni. Mlima Sayuni hatujafikiria sheria ya Musa. Katika mlima Sayuni hatujafikiria sheria ya Musa. Mlima Sayuni. Katika hiyo mlima Sayuni hatujafikiria hukumu. Hatujafikiria hukumu. Katika mlima Sayuni hatujafikiria hukumu. Kwa unapata hukumu katika mlima Sinai. Sheria Musa inapatikana katika mlima Sinai. Kwamba sheria Musa ilipeana kwa sababu ya ugumu wa mioyo wa Israeli. Yaani kutokuamini kwao. Nilifanya kwa pewa sheria. Lakini sisi ni watu ambao tumeamini, sio watu ambao tumefanya mioyo yetu kwa mgumu. Kwa hivyo napata sheria ituhusu sisi. Sio ituhusu. Kwa hiyo kuna sababu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Na Musa kupea sheria kwa sababu ya mioyo yao ilikuwa ni correspond kutokana na hali ya ugumu wa moyo. Kwa hivyo tumefikiria mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai. Tumefikiria mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai. Tumefikiria mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai. Kulingana na kile nimesoma hapo hiyo Waebrania 12:22 hapo. Kwa hiyo tumefikiria mlima Sayuni, mji wa Mungu aliye hai. Kwa ndani ya mji anaangalia mahali penye tuka ndani ya Kristo. Hiyo Waebrania 12.
Waebrania 12:22 anasema kwamba bali ninyi mmefikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo moja inaonyesha mahali penye tuko penye Kristo. Ndio mahali penye tuko. Moja. Kwa hiyo moja pia inaonyesha kwamba kuna nafasi ya kila mtu ndani ya Kristo. Moja pia inaonyesha kwamba kuna nafasi ya kila mtu ndani ya Kristo. Hiyo ndio moja ama sita. Kwa hiyo Hebrews chapter 12 verse 22. Neno sita ama moja. Kwa hiyo kwamba kuna nafasi ya kila mtu katika Kristo. Tusomee Hebrews chapter 12, tuanze 22 mpaka 24. Waebrania 12 22 mpaka 24. Sura 22. Bali ninyi mwafikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Sama na Yesu mjumbe wa agano jipya, ndamu ya kunyunyizwa inayo mema kuliko ile ya wahubiri. Kwa hivyo nataka tuangalie maelezo kidogo kuhusu Sayuni. Ndio maelezo kidogo kuhusu Sayuni. Maelezo kidogo kuhusu Sayuni. Kwa kulingana na hiyo maandiko ya kuanzia Hebrews chapter 12 from 22 to 24. Kwa tueleza kwamba Sayuni ni ufalme wa mbinguni. Sayuni ni ufalme wa mbinguni. Sayuni ni ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Sayuni si kitu ambacho kinaonekana ama kitu ambacho kinazoona na macho yako, ni kitu ya rohoni ama ya mbinguni. Kwa hivyo ninaandika Sayuni pia ni kitu ya mbinguni ama ni mbinguni. Sayuni. Kwa hivyo kulingana na Ibrania, Hebrews chapter 12 verse 22. Sasa ni nyuma fikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika. Jeshi ya malaika elfu nyingi. Kunapata Sayuni iko na majeshi ya malaika elfu nyingi. Sayuni iko na majeshi, kuna majeshi ya malaika elfu nyingi. Sayuni kuna majeshi ya malaika. Sayuni iko na majeshi ya malaika elfu nyingi. Hiyo basi ndio nasema kwamba mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Unapata kwamba kanisa kwa nasema kwamba kanisa ambacho
Kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wote wa watu wote. Kwa kanisa iliandika mbinguni